Bangi aina ya skanka imeendelea kukamatwa kwa wingi hapa nchini. Katika operations zilizofanyika jijini Dar es Salaam, mtuhumiwa Jontwa Samuel Mwaikonyole mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa Gogoni Kibamba, alikamatwa akiwa na kilogramu 81.883 za skanka zikiwa ndani ya gari aina ya Scania lenye namba za usajili wa nchi ya Afrika ya Kusini CAA 129054 na trailer namba CAA 22911 lililokuwa likitokea nchini Afrika ya Kusini kuja Tanzania likiwa limebeba matunda aina ya apples. Eneo la Chanika Buyuni tuliwakamata watuhumiwa Masud Rajabu mwenye umri wa miaka 38 na mwenzake Shafii Muhammad mwenye umri wa miaka 30 wakiwa na kilogramu 488.64 za skanka zilizokuwa zimehifadhiwa ndani ya nyumba wanayoishi. Aidha, jijini Mbeya katika ukaguzi wa mabasi ya abiria, watuhumiwa 6 walikamatwa kwa nyakati tofauti wakisafirisha bangi aina ya skanka. Watuhumiwa hao ni Leonard Paulo mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa Sirari Mara, aliyekamatwa na kilogramu 46.46, Maria Kandonga mwenye umri wa miaka 18 na wenzake Monica Kandonga mwenye umri wa miaka 41 na Ibrahim Mwakibete mwenye umri wa miaka 26, wote wakazi wa Mbeya, walikamatwa wakiwa na kilogramu 9.68. Joseph Mkwala mwenye umri wa miaka 30, raia wa Malawi, alikamatwa akiwa na kilogramu 4.62 na Esther Mbise mwenye umri wa miaka 22, mkazi wa Mbeya, alikamatwa na kilogramu 16.1 za skanka. Mkoani Arusha tuliwakamata watuhumiwa Fatuma Musa Muhamedi mwenye umri wa miaka 45 maarufu kwa jina la Mama Arafa na mwenzake Elibariki Martin Kingu mwenye umri wa miaka 29 maarufu kwa jina la Baraka, wakiwa na bunda 937 za mirungi zenye uzito wa kilogramu 363.45. Mama Arafa ni mhalifu wa muda mrefu aliyekuwa akiendesha mitandao ya usafirishaji wa mirungi na kuwatumia vijana wa bodaboda kusambaza mirungi katika maeneo mbalimbali, hususani kwenye miji mikubwa. Vile vile, katika operesheni zilizofanyika mikoa ya Tabora, Tanga, Arusha, Mwanza, Shinyanga, Morogoro, Kigoma, Katavi, Ruvuma, Mtwara pamoja na Mara na Kilimanjaro, zilikamatwa bangi jumla ya kilogramu 5237.97 sawa na tani 5.24, mirungi kilogramu 4039.06 sawa na tani 4.04, pamoja na heroin gramu 72. Dawa aina ya pethidine, morphine na fentanyl ni dawa tiba zenye asili ya kulevya zilizopo kwenye kundi la afyuni, yani opioids, ambazo hutumika hospitalini kwa ajili ya kupunguza maumivu makali wakati wa operation kwa wagonjwa wa saratani, ajali pamoja na wagonjwa wa selimundu. Aidha, dawa hizi zikichepushwa zinaweza kutumika kama dawa za kulevya na kusababisha uraibu kwa haraka zaidi kutokana na kuwa na nguvu kubwa. Dawa hizi zipo katika kundi la vipumbaza, yani depressants, na zina uwezo mkubwa wa kusababisha vifo kwa haraka kwa mtumiaji, kwani huharibu mifumo ya mwili, hasa mapigo ya moyo, mfumo wa fahamu pamoja na mfumo wa upumuaji. Hapa nchini dawa hizi zinadhibitiwa kwa mujibu wa sheria ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya sura ya 95 na sheria ya dawa na vifaa tiba, yani TMDA sura ya 219. Sheria ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya imeorodhesha dawa hizo katika jedwali la kwanza, yani first schedule, na sheria ya dawa za vifaa tiba inabainisha kuwa muingizaji na msambazaji wa dawa aina ya narkotiki ni medical store department, yani MSD pekee, na vituo ambavyo dawa hizo zinaweza kutumika ni lazima viwe na kibali maalum kutoka TMDA. Ni vyema tukafahamu kuwa
Dawa aina ya fentanyl ni hatari zaidi kutokana na uwezo wake mkubwa wa kusababisha vifo hata kwa kiasi kidogo cha matumizi ikilinganishwa na dawa nyingine jamii ya afyuni kama vile morphine pamoja na heroin.